Tunaendelea na ujumbe ambao Mungu aliachilia mwezi uliopita kuhusu tracking the final maturity, na najua ya kwamba tunapoangalia ama tunapolenga kukamilika kwetu kwa mwisho ama utimilifu wetu wa kukomaa, ni vizuri sana uelewe ya kwamba Mungu analenga tukaweze kuwa na standard ambayo inahitajika kama wateule wake, ili tukaweze kuhakikisha ya kwamba mapenzi ya Mungu imetimia hapa ulimwenguni kama vile tulivyo siku ya leo. Na kwa hivyo wakati ambapo tumekuwa tukiangalia tracking final maturity, ukiangalia katika YouTube all those sermons mko pale, na mafundisho yale iko pale, na najua ya kwamba kuna standard ambao Mungu anahitaji ndani yetu, ili tunapotarajia kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, tunajua ya kwamba lazima mioyo yetu ikaweze kuadarika. Kuna the call of intensification and expansion. Kuna mchoro ambao tulikuwa nayo ambao hivi karibuni, natumaini ya kwamba siku ya sasa tutakuwa nayo, ya kwamba sehemu yetu kama kanisa tunapaswa kuendelea na ufahamu wa kumjua Yesu Kristo, the knowledge of the Son of God, also the spiritual maturity na the foundational architecture katika maisha yetu, muundo wetu. Tunapaswa kuwa tunaendelea kuimarika tunapo kanisa la Mungu linapojitayarisha kwa sababu ya Yesu Kristo, lazima likahakikisha ya kwamba limekaa likiwa tayari. Na kwa sababu sisi ni bibi harusi, wakati ambapo unasikia na Mungu inaongea kuhusu kanisa, inaribaa kanisa katika personality ya sisi ni bibi harusi. Na hivyo lazima tuadarike, kila mmoja wetu akaweze kuadarika, na lazima bwana harusi na bibi harusi wafike mahali wa kukubaliana tayari tuko tayari. Kwa hivyo wakati huu kuna kazi kubwa inafanyika. Roho Mtakatifu anaendelea kuandaa kanisa lake, na nashukuru Bwana kuwa ndani ya miongoni mwa ile kanisa ambaye Roho Mtakatifu analiandaa katika uso wa ulimwengu. Kwa hivyo hatuwezi kubali lolote Mungu aliachilia kutuhusu liponyoke, kwa sababu lolote Mungu anasema katika maisha yetu ni ya muhimu sana, ili tukaweze kuendelea kujengwa na kujenga vile Mungu anataka katika maisha yetu. Kwa hivyo najua ya kwamba hatujakusanyika tu kama mikutano ya hadhara ama ya kawaida. Mungu analenga maisha ya kila mmoja wetu ili ukomavu ule ukaweze kupatikana. Mungu anatarajia mengi kutoka kwako. Kwa hivyo tunasimama kama kanisa, kama representation of the whole body of Christ, ya kwamba Yesu anapoangalia mwili wake anafaa kuona sura yake ndani ya ule mwili, kwa sababu yeye ndiye kichwa cha ule mwili. Lakini wakati mwingine unaona ya kwamba kanisa linaelekea kuwa worse and worse, na pale ile mwingine tunasema ya kwamba tunangoja kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo hatuwezi sema tunangoja kurudi kwa Yesu mara pili na tunaenda mbali na Mungu. Kwa hivyo kila kitu tusaidia tukamilike na tukamilishe safari, the journey ambayo tuko ndani yake ni kuendelea kubadilishwa na Mungu, kwa the image of Christ ikaweza kufukua form. Kumbukeni wakati wa discipleship process, that is one of the motto, that's the theme, that's a current call, that the image of Christ be formed inside us. You must be very keen. What you are doing exactly kama Yesu angekuwa pale angefanya hivyo. So we are tracking the final maturity. Wala hakuna kubahatisha. Kila tunafanya ni kile Mungu anataka. That's why unakuta ya kwamba kanisa kama hiyo haina watu wengi, because hii ni kanisa ambao hautahudhuria na your preferences. Ukitaka kutumikia Mungu lazima ujihoji ndani ya moyo wako, mahala ambapo Roho Mtakatifu ndiye kiongozi. Kwa hivyo haujiongozi na matamanio ya mwili wako na vile unaona, not according to your preferences ama hisia zako, ni vile Mungu anataka. Kwa hivyo Mungu atusaidie kila mmoja wetu, kwa sababu Mungu analenga maisha yetu kaweza kukomaa. Siku ya Jumapili najua ya kwamba there are spiritual keys, the keys of spiritual maturity ambao tuliweza kuangalia katika kitabu cha Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 verse
Tunaanzia mstari wa 7 mpaka 14. Philippians chapter 3 verse 7 to 14, key to the spiritual maturity. Tunapoendelea kutrack the final maturity, ilikuwa subtopic ya the keys to the spiritual maturity. The first key tulisema ya kwamba is calculating the loss. Kama vile Paul alisema ya kwamba I consider them worthless. Nilihesabu haya mambo yote kuwa ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Kwa hivyo that is the first transaction about to transact now kama one of the key of spiritual maturity. Ya kwamba kuhesabu hasara. Na kama hujafika wakati katika mawazo yako consider yale mambo ambao katika maisha yako ambayo inakuzuia ukaweze kufanyika kama Kristo ama uzuri wa Kristo au the knowledge of the excellence of the knowledge of Christ ambao inazuia ukaweza kufanyika, lazima ufike mahali pa kuhesabu hiyo ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Na tukaangalia Paul kutahiriwa kwake na yale mambo akasema ya kwamba yeye alikuwa ni raia wa citizen wa Israeli, na vile vile anasema ni kabila ya Benjamin, na vile vile anasema kwamba I am a real Hebrew. Lakini haya mambo yote alikuwa Pharisees, lakini haya mambo yote akahesabu ya kwamba hii yote ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Amen. So akasema, once I thought these things were valuable, but now I consider worthless because of what Christ has done. In fact, alisomea another verse kama a garbage. Alisema haya mambo yote kuwa ni garbage. Those are the transactions ambazo zilikuwa zinafanyika, inaendelea kufanyika ndani yetu, calculating the loss. Tunapoendelea katika tracking the final maturity. Another thing about tunaweza kuangalia kwa hali ya ndani ni kwamba another transaction is redefining our context. That's a starting point. While Paul anaongea verse 9 of the book of Philippians chapter 3 and verse 9, calculating the loss in verse 7 to 8, tunaweza kuexpose that scripture. And then verse 9 anasema ya kwamba and be found in him, not having righteousness of my own that come from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that come from God, and it is faith. So we are telling God to redefine us. It's a transaction ambayo ilifanyika ndani yetu powerfully, redefining of our context, ya kwamba kuishi kwetu na maisha yetu lazima tukubali Mungu atudefine. Hakuna kitu kingine kinaweza kudefine maisha yako. Anasema ya kwamba si sheria nikaweze kupatikana ndani yake, that to be found in him. Na to be found in him in Greek tukasema ya kwamba is heresico, to be found in him, that is to be diligent inquiry, discovery, running through experience, investigating and searching, to be found in him. The word heresico from Greek word. Tunaomba ya kwamba tukaweze, Mungu akaweze kutusaidia tujitambue, kujijua. Diligently inquiring. Tunaendelea kujiuliza sisi ni akina nani? Our identity, unless Mungu atudefine, hawezi jijua na hajitambua. Sema the old has already gone, the new has come. So kwa hivyo there's a newness, there's a new thing in Christ Jesus. That's according to the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So your definition ya kale haiko hapa. Now, the moment you're in Christ Jesus, you have a true definition. The new has already come. All things, the former diviners, have passed away. Behold, all things have become new. So that's you are divine from this new source. So definition yako is now new. The old thing has already gone. Now the true definition yako, it's new. You have a new source. Yes, you are divine your movement, your activity. Whatever you are doing, you are divine in the context. That's the divining context is the beginning of everything. That's why Yesu wakati alikuwa hapa ulimwenguni, aliembrace the order of the poor. Nilikuwa nasema ya kwamba kila mnasikia nasema nimesikia kutoka kwa Baba. Definition zake zote zilikuwa kutoka mbinguni. Ndio nasikia Baba anasema, hii ninawaambia. Hakuwa na message yake. Hallelujah. Though was God, alifanyika kuwa poor kwa ajili yetu. Kwa sababu definition zake wakati alikuwa hapa ulimwenguni. In fact, Isaia anaeleza vizuri sana vile Yesu Kristo, the book of Isaiah chapter 11 verse 2,
the spirit of the Lord ambayo itakuwa juu yake, the spirit of wisdom, the spirit of the fear of the Lord, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit, all the dimensions zake. Ukiangalia the source katika mission ambao alikuwa ametuma kazi kutekeleza. Hallelujah. May that spirit of the Lord rest upon us. May those divination in Christ tukaweza kupatikana, our shape, everything, our existing, everything, our reference point. Wakati tuko hapa ndani ya ulimwenguni, anything that is carnal is a false inner, is a false diviner. We cannot be divined by those things. Hatuwezi kubali haya mambo ya ulimwengu ikaanza kudivine. We are divined by the Holy Spirit who guides our lives. Maisha yetu inaelekezwa na Roho Mtakatifu. Then we not be doing a sinful nature. Unajua wakati kwa nini watu wanakaa kwa dhambi? Because wamekubali kutokoma na wanakaa katika mwili, definition zao ni mwili. That's why people live in sinful life. Kwa sababu if you live in spirit, unapokaa katika roho, hautatimiza matakwa ya mwili. You are mature. You are mature in the Lord. Nataka kuongea kuhusu number 3, conform to his death. Tukasema ya kwamba from verse 10, Paul aliweza kuongea kwamba that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, and be formed, to be formed is shaped into the principle that divine his dying at the cross. That is to his death. Akasema ya kwamba akaweza kushiriki katika mateso na akaweza kufanyika to be formed to his death. And to be formed to his death, tuliangalia kwa becoming like him in his death, tulisema kwamba sharing in his death ni kufanyika kama kile kilifanyika, the power of the cross. The power of the cross is very very important katika maisha yetu. Na hii ilikuwa kilio cha Paulo, to be formed to his death. Kasema ya kwamba anataka kaweze kujua nguvu iliyomfufua na pia kushiriki katika mateso na mauti yake. Siku ya Jumapili, that sound of maturity iliweza kufanya kazi kwa hali ya juu sana. I want to know Christ. Here is the life and experience in the, I want to know in the experience ambao Paul alikuwa na kilio kubwa sana ya maturity. Ningetaka nikaweza kushiriki katika mauti yake. That's the power of the cross. Na tukaweza kuangalia kwa hali ya ndani sana siku ya Jumapili. The desire to fellowship with his suffering and brought into the exact principle of his death, the cross. Sawa? So kwa hivyo tuliangalia the cross kwa hali ya juu sana, the meaning of the cross, mauti na kufufuka. Haya mambo yote tunaweza kuangalia siku ya Jumapili. And the last one is another transaction ambayo ilifanyika is a key number 4 of tracking the final maturity of the spiritual maturity is straining heavenward for the prize. That is verse 13 to 14. Verse 13 to 14. Straining heavenward for the prize. So hiyo jambo moja ambao Paul alisema ya kwamba forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So you can see the posture, the true posture ambao ilikuwa ndani ya Paul katika maturity. Sema ya kwamba hajafika, anasahau na mambo yote ambayo iko nyuma na anatazamia mbele. Na hivyo ndivyo posta yetu ambayo inapaswa kuwa. So those the dominant memory about ndani ya maisha yetu ambayo inajaribu kutudivide. You cannot be divided by your past. Your past has no connection with your future. Ukiendesha gari ukiangalia side mirror ya nyuma utaanguka na utagonga magari mengine. Lazima uangalie the windscreen ya mbele. Lakini ukikaa kila wakati unaangalia side mirror na kuambia utakosa accident hata kwa pikipiki. Lazima uangalie mbele. Straining heavenward. Lazima our posture yetu ni mtazamo wa mbele. Watu ambao wamekomaa hawaangaliagi, hawakai katika yale makaburi ya jana. Hawakai katika haya makaburi, wanatazama mbele. Mungu atusaidie, mtazamo wetu ni wa mbele, hakuna kuangalia nyuma katika maisha yetu. May the Lord help us in the mighty name of Jesus Christ. Na tukasoma the book of Colossians chapter 3 verse 1 and 4. Colossians chapter 3 verse 1 and 4. Paul akitumia barua kanisa la Wakolosai akawaambia, if then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on earth. That's how we should strain heavenward. Tunapaswa kuangalia mbele katika maisha yetu. Hallelujah.
kwa sababu tulikufa ndani ya Kristo. Sasa uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo hatuishi, bali ni Kristo anaishi ndani yetu. Kwa hivyo basi tunapaswa kumtazama pale yuko. Mawazo yetu ni pale yuko. Streaming heavenward. May the Lord help us in the mighty name of Jesus. And that's the journey about tunaweza kuangalia siku ya Jumapili. Ningepata nafasi hii nikaweza kupatia watu wachache na siku ingine nitahakikisha kwamba wale sasa kuwapatia ili waweze kuwatuambia vile ambavyo the transaction nimeguzia tu ya siku ya Jumapili, yale ambayo tumeweza kuangalia katika the keys of spiritual maturity katika kukomaa kwetu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na tumekuwa tukifunzwa kuhusu kumalizia, kwa sababu kila mtu wakati alipookoka kuna jambo ambalo liliingia kwenye moyo wako ya kwamba unamaliza safari ufike mahali Mungu wetu wako. Bwana asifiwe. Na we have been taught so many things, na kuna mambo ambayo yamekuwa ya muhimu katika maisha yangu. Wakati mchungaji alikuwa anaanza kuhudumu, alitukumbusha kuhusu vile watumishi wa kale walivyosimama vyema katika imani mpaka wakamalizia. Na tukaangalia mfano wa Abraham. He is the father of faith and he stood to the end. Na hata wakati Mungu alipokuwa anamwamrisha atoke katika kikundi cha wale watu waliokuwa wao, yeye hakusita, lakini with full of obedience aliweza kutii neno la Mungu na akaweza kutembea na Mungu. Na tukahimizwa ya kwamba ni nafasi yetu tukaweza kumuiga our father Abraham in faith, that we may walk with faith together with God, full of obedience, ili tukaweza kufika na kutimiza makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Na tukarudi tukaangalia jambo la pili na au mfano wa pili ambao ni wa Noa wakati the earth was full of crisis, na kulikuwa na mambo mengi yalikuwa yanatendeka, watu wakawa wanamuasi Mungu, na Mungu akaweza kuona Noah as a blameless man, na akaweza kupata kibali mbele cha Bwana, na Mungu akamwamrisha aweze kujenga Sabina, na Noah hakusita. With obedience and faith he did it, and the Lord was pleased with him. Na finally wakati ambapo kulikuwa na gharika, Mungu aliweza kurock Noah in according to what he had promised. Tukaona ya kwamba tukikaa katika kumtegemea Bwana na unakuwa waaminifu na kukaa katika imani na kutekeleza yale ambayo ametuagiza, in the time of crisis atakuwa our rescue na tutaweza kumalizia safari vizuri. Then we saw an example of Enoch, and the Bible tells us that Enoch walked with God until he was no more. And himizo likawa ya kwamba tutamani kutembea na Mungu katika kila jambo ili tukaweza kumaliza na Mungu paka yani sisi tukose kuonekana, mambo yale tunayodhamini katika maisha yetu yakose kuonekana, tukaweza kunyakuliwa na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba hata wakati Mungu anapoachilia gharama zake katika mwili wa Kristo, lengo lake kuu ni ya kwamba tukaweza kufikia kimo cha Kristo, na tutaweza kufikia kimo cha Kristo tukikaa katika imani na tukikaa katika upendo wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tukikaa hivyo tutakuwa tumeweza to attain what the Lord has purposed concerning our life. Praise the Lord. Because God is a relational God, we ought to emulate what he says that he is, mpaka tuweze kufikia lengo lake katika maisha yetu. Na kama vile mchungaji alikuwa anaongea hivi asubuhi, ni ya kwamba that from the beginning God has had a defined purpose for creating each and every one of us. Na ni kusudi la Mungu ya kwamba tukaweza kutimiza lile kusudi, na tukiweza kutimiza kusudi tutaonekana ya kwamba tumeshaweza kuattain the maturity that God requires upon our lives. Na zaidi tumehimizwa kuhusu upendo. Hawezi kuwa mtu mzima kama hauna faith, hawezi kuwa mtu mzima kama hauna upendo. Na zaidi ya yote yale ambayo unafanya
as it is recorded in the book of 1 Corinthians chapter 13 kuteremka, ya kwamba tukinena na sauti au na tongues of angels na ni yet hatujaweza kupenda, all those things ni nothing. Bwana asifiwe. Kwa hivyo himizo ni kwamba that above all things tukaweza kuemulate the life that is given to us, and the example of this love is Jesus Christ. Tukaweza kupendana mmoja na mwingine ili tukaweza kutimiza makusudi ya Bwana, because the greatest commandment than that. Praise the Lord. So may the Lord bless us and help us as we continue to desire to walk together with him mpaka tutakapomaliza hii safari, because lengo lake kuu ni tumalize safari na atupeleke mahali alipo. The word of God says that he is seated at the right hand of God, and as we were being taught, we are told that sitting in the right hand of God is not just sitting, but it means authority. So let us desire to live in faith, to live in love, so that we can be where God is, na tutatawala na authority yote ambayo Mungu ametuaminia. God bless you so much. Let us celebrate that grace kutoka kwa mama in the mighty name of Jesus. That's so powerful. Kweli neema ya Bwana inaendelea kujenga. The church is well built inside. Ikiwa mama wamejengeka hivyo, wanaendelea kujengeka hivyo, hiyo ni ishara kubwa sana. Kuna kazi kubwa inafanyika ndani yetu. On tracking the final maturity, I thank God because he has continued to enlighten my life on our main purpose of getting born again, or knowing Christ, was that the Lord may take us to eternity and we may live together with him. And actually, when Pastor was beginning the lesson, he emphasized that we are God's harvest, and this is the year of divine harvest. And for you to be harvested, you have to be mature, if I may use that word, being harvested by God. And maturity is very important for any church, because God needs a blameless church, and a church that has been able to implement his mandate and his mind in the face of the earth. And for us to be able to attain that, or to partner with God so that he can fulfill or he can accomplish his mission on earth, we need to really mature up and be mature in him, so that we can be able to finish the race well and to partner with him to be able to accomplish his main agenda in the face of the earth. And we started with the requirements, the objectives, on why we should desire to mature up, is that we are desiring to know God more and even to be like God. We also want to have faith in God and to be strong in God, and that his purpose and his mission on earth may be accomplished through us. It is required of us that when we mature up, we shall be able to be in line with what God is doing, and we shall be able even to effect his mind on the face of the earth. We also looked at the requirements. God really emphasized on the requirements that we require to be one in faith, which is so much of love, because we need to love each other. For us to be one as a body of Christ in faith, we really need to have love amongst us, so that we can be we can have unity of purpose, and we can be able to work as one, even to implement the mind of God in the face of the earth. So for us to be mature, it is required of us that we be one in Christ. And we also need to live a practical righteousness, a lives of righteousness practically. We also need to believe in the power of prayer. We also need to be confident that what God is doing is really right, and we have not lost direction. We need to be confident in the apostolic grace that the Lord has released in the face of the earth, and the plans of God, the plans that God has
for his church. And also, we also require to be very confident that he is taking us to the finality or to immortality. And when we are confident, we will be able to be sure of what we hope for. You know, if we are not confident, it's like 50-50. But when you are confident in that what God is doing, and we be sure that the intention of God is to bring church to immortality, or to finish the race for his church and to come back for the church, because things are getting worse and worse every day, and our desires are to live with God, where there is no more sorrow, no more pain, no worrying. And for us to attain this, we need to really mature up. So the Lord requires that we be one in the spirit, and we be of one accord, and we continue to know him, the knowledge of the Son of God. And Jesus Christ being our pattern and the one we look up to, we need to understand more and more about Christ himself and the way he worked out things so that he was able to overcome the world. The Bible says he overcame it. For us to overcome the world and its wickedness and its weirdness, we really need to know Christ, to know the knowledge of the Son of God is very, very important in our lives, so that from what we learn about Christ, we are able to emulate from him, we are able to learn from him, we are able to be strengthened, and to know that if God himself made Christ overcome the world, we are the sisters and brothers of Jesus Christ, and the Lord is willing so much that we may finish strong, so that we may acquire that which he has prepared for us. So, and the emphasis on the book of Philippians, it was so strong. I don't want to dwell so much on that, but the Paul, we learned about Paul as we were learning about the examples of those people who really walked with God and tracked God in their lives, in Elijah, Enoch, Paul, Noah. And it was so strong, even in the book of Philippians 3, from 7 to 14, that Paul was able to calculate the loss, and from that he was able to walk with Christ, to track him, and to do the will of God to the final end, because he was really focused on the prize that was prepared for him. So may the Lord bless us, may the Lord help us, even as we continue to track the final maturity, that much is required from us. There is a lot of demand from God, a lot of raising of standards, and because the Lord has assured us that his grace is there, his grace is sufficient, and God cannot release something that is not attainable, because he holds all the power and authority. We have the will, and if we cooperate with God, if we partner with God, everything will be possible. So may the Lord bless you so much. The whole of this month, the Lord has been ministering to us, and personally, I have been tracking the final maturity. We learned that Christ Jesus is coming for a mature church, and therefore we must also desire to be mature. And there is a lot of demand for the church if we are to be mature. One, we must desire the oneness of the body of Christ through love. And that has been building my internal value, that as a church, we need to build love for the body of Christ. We need to build love for one another. And we also need to have functional and practical Christianity, way of faith, the way we behave, the way we walk. We should reflect the life or the internal value that is being embedded in our life by the grace that is flowing in the church. And to do this, we must have Jesus Christ as our pattern. So this has been building me. I have been always checking in my life, am I really building the way Jesus is building his body? And that has kept me strong. So that has been one of the things that I have desired, that we walk according to the will of God.
And as God is looking for a mature church, God has a standard. And this standard is a standard of righteousness and holiness. So as a church, I have challenged myself. Am I really walking not through my own righteousness? Because my righteousness cannot stand before God. Actually, the Bible says that our self-righteousness is filth before God. But the righteousness that God is putting in his body, the righteousness of Jesus Christ, and that has encouraged me. And we learn that faith is the beginning of the structure of a mature church. That we must, for us to build the way God wants us to build, we must have faith in God. We must have faith in his truth, which is the word of God. And this has really challenged me. And I have learned to seek the clarity of his word, to have a true sight, to hear what God is saying and to understand. And the greatest call for all of us during this time of tracking the maturity is that we may know more of Christ, that we may know Christ and have that wisdom to know his will for our lives. And as we have continued to learn, we learned that the first thing that we must do to attain this final maturity is that we must calculate the loss. Bwana asifiwe. And when I was looking at the testimony of Paul, the things that he said he had earlier on, though they were variable, but later on he calculated them loss. I also tried to synchronize that in my life. And I saw that there are so many things that we have been holding dear in our lives that we need to count as loss for the sake of Jesus Christ. Because if we are going to go this transformation, we must leave our former foundation, those things that we had hold as dear to our lives. So we must calculate so many things as loss so that we can gain Christ Jesus. And once we do this, we then allow ourselves to be redefined. We should not allow ourselves to be defined by the externals. Those things that tells us what we are, but they are not in according to the will or to the word or to the truth of God. And so this redefining process, it has not been so easy. And I know all of us who are going through this teaching, we are trying to tell God to help us to redefine, because we are going back to the original nature, the defined nature, where we were. So we should allow the Holy Spirit to retract our step until we attain the original nature, so that we can now build. We can allow the Holy Spirit, who is the builder, to build us in accordance to the word of God. And I can say, as a personal testimony, I have been telling God, God, recalibrate my values, recalibrate, rewrite afresh my priority, rewrite afresh the things that I hold dear, so that I can focus on maturity as we wait on Christ. And we have seen that one thing we need to do is to conform to his death. You know, Paul said that he no longer lives, but Christ lives in him. And if we embrace that, we die totally to the flesh and allow Christ to live in us, to manifest the values in our lives. And as a church, I know we shall accelerate to the finish. We shall be strong. Even when crises come, we will be able to overcome this crisis. Because remember, we say that crisis is a pathway to maturity. But we must embrace those values that will help us reach victorious and overcome the crisis until we achieve the maturity. So God has been building in the church, God has been building in our families and in our personal life. And I can say that we are no longer the same. Praise the Lord. Amen. Amen. Naitwa Samuel. Mungu amenisaidia kwa mambo yote, nimeona akinilinda. Okay, according to me, nimekuwa nikisikiza neno na Mungu amekuwa akinitumia ndani yangu. Na kitu yote ambayo huwa nasikia hapa, huwa najaribu kila siku kuifanyisha kazi. Na one thing that nimeelewa, ukitaka kuwa machua ama utake Mungu akutumie ndani yako, kwa kitu unafaa uachane nayo ambayo inaitwa kiburi.
kwa sababu ukiwa na kiburi hauwezi elewa nini ambayo Mungu anataka kutumia ndani yako. Na mtu yote ambaye ako na kiburi kila time anajionaga yeye ako juu kushinda mwenye anampea neno. Ama mtu yote ako na kiburi atakai kufanya venye anaonyeshwa. Sasa mimi naomba Mungu ndani yangu nisiwe na kiburi, ili kitu yote nitasikia hapa, kitu yote nitafunzwa hapa nikuwe wa kuitumia. Na according to suffering, kwa sababu Bible inasema as a Christian we must suffer, ndio tulipe gharama, ndio hata ukipatiwa siku ya mwisho ikifika, ama the day of judgment, waambiwe kama mimi nikiambiwa Samuel, umepita mambo yote ya dunia nao umeingia katika kiti ya mbinguni, sasa utakuwa ukisherekea. Kuko kitu yenye naweza kuwa nimefanya, yani ninakuwa nimeshalipia gharama, ndio hata nikipatiwa huyu ufalme wa mbinguni itakuwa na enjoy, ama ninasema nilipitia hii nikapitia hii nikajinyima hii kwa sababu ya Kristo. Praise the Lord. As a Christian ndio tuweze kuwa machua na tuweze kuendelea kujengana, ni lazima tukuwe na upendo kama ambao Kristo ako nao juu yetu, kwa sababu kama si hiyo love yenye Kristo alikuwa nayo, hatungekuwa tumekaa hapa siku ya leo ati tukisikiza neno venye Mungu anataka kusema. Sasa unajua sisi kama Wakristo, kitu ambayo inafanya tubaki nyuma ama tukumbuke vitu ambazo tulifanya nyuma ni kukosa upendo. Ukikosa upendo, ukose kusaidia mwenzako, ukatae kusaidia mwenye unaona ako na shida, ukatae kupea mtu mmoja ama wawili neno ambayo unasikia leo, hiyo ukikosa hiyo upendo, hakuna siku yenye utakuwa machua. So ndio tukue machua, ni lazima tukue na upendo na tukue obedient. Kama example ya Abraham, unajua yeye hakuwa ameona Mungu, hakuwa ati anajua ati Mungu anaishi pale ama anaishi wapi, lakini wakati aliambiwa chukua virago zako na uache kuabudu hiyo miungu ya miezi, uniabudu mimi na uamulie mtoto wako umtoe kama sadaka, na Abraham alikuwa amekubali hiyo yote, ni kuoneshana ndani yake alikuwa na obedience. Ndio kuwa machua, ni lazima ufuate kitu yote ambayo unaambiwa, usikize Mungu anataka nini juu ya maisha yetu, usikize Mungu anataka kukuambia nini, na tungangane tusaidie mtu mmoja na ule mwingine, kwa sababu hakuna mtu wako perfect kwa hii dunia. Hata Paulo anasema pia mimi sijapata, yani sijawin hiyo prize ambayo iko mbele yangu, ninajikakamua ili nifikie hapo. Kwa hivyo kila mmoja anajikakamua afikie hiyo prize. Sasa ukitaka mfikie mkio wengi, saidia huyo mmoja, saidia huyo mwingine, jenga huyo mwingine, jenga huyo mwingine. Neno moja ambayo unaweza ambia mtu, uko mtu anaweza kuwa already ni kuruza na lose hope, ama anaona mimi kama Christian haina advantage, but hiyo neno moja ambayo tu unaweza mwambia, wewe endelea kujikaza, siku ya mwisho tutafurahia tukifika kiti cha enzi, ukute watu wenye mlikuwa mnashiriki nao kanisa moja, nyinyi wote mko hapo hivyo mmetulia, mnaongojea kufurahia na kusherekea matunda ambayo yenye mmelimia, mmejikaza, mmepalilia hadi siku ya mwisho mkafika hapo. God bless you. Naweza sema mambo mawili, ya kwamba kuna jambo ambalo nimepata, ya kwamba defining my context, redefine na the newness of life, kukuwa na ile kuwa wewe ni mtu mpya ama unakuwa ni kiumbe kipya. Unajua hiyo jambo tulikuwa tunaiongea tu kitambo, lakini sasa nimeiona kwa njia nyingine tofauti, kuwa wewe ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Na hiyo sio tu kuomba ombi la toba peke yake, lakini kumbe ni safari ya kujaribu kutrack the will of God upon your life. Na vile nimeiona hata siku hizi nikisikiza the word of God, sichukui ni kama ni maandiko imesema, no, naichukua kama Mungu ananiambia, Mungu anasema nifanye hivi. Na perspective yetu ikiweza kuchange, tuanze kuview mambo in that order, I think itakuwa ni vizuri sana, kwa sababu tulifunzwa kwa tia ya kwamba kuna streams ambazo zina flow out of a mature life. After umekubali kukomaa katika maisha yako ya kiroho, kuna vijito ambazo zinaanza kutiririka kutoka kwa maisha yako
ambazo zinaanza kujenga mwili wa Kristo. So tusipokubali kukomaa, ni kumaanisha kwamba hakuna kazi ya ujenzi ambao tunaweza kufanya katika mwili wa Kristo, kwa sababu ukomavu ndio utadetermine ile kitu ambayo itakuwa inatoka ndani yetu ambayo inaenda kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati nilihudhuria ni interview ya Qatar Airways hapa kwa airport, na nilishangaa sana. After tumefanya the interview na tumemaliza, kulikuwa na session ya teaching. Walikuwa wanatufunza kuhusu the country ambayo we were to travel na sheria za huko, wenye watu wanaishi, wenye unafaa kujiconduct ukiwa na huko. Yaani wanajaribu kukuformat. Kwa wale watu wenye wanajua issues za computer, ni kama wanajaribu kukuformat kwa your mind, wa kuingiza the new system of the new country that you are going, ndio ukifika huko uanze kuact and behave kama mtu wa huko. Ya kwamba ukifika huko hautaenda kufanya vitu zenye nyinyi mfanya hapa, juu huko ni kwa Waarabu. Wanakufundisha mpaka masheria za Waarabu. Wakati wa hizo masheria zao za Ramadhan and all that, unafunzwa how you should conduct yourself. Wanakuredefine. Bwana asifiwe. Amazing. Wakati nilipata chance ya kwenda huko, the same applies to the companies ambazo ziko huko. Munapatiwa training ya whatever you should do. At the same time, munaelezwa kuhusu sheria za huko, vile unafaa kubehave, vile unafaa kujiconduct. Yaani ni kama wanakuriwaya tena, you become like a new person kwa ile nchi ambayo unaishi saa hiyo, na wewe sio huko zoea hiyo maisha. So unakuwa a new person. The same applies to the kingdom of God. When we come to the kingdom of God, lazima tukubali ya kwamba kuwe na mabadiliko muhimu katika maisha yetu ambayo yataonyeshana ya kwamba sisi sasa ni wa ulimwengu mwingine. We are not defined by the systems of the world. Watu wengi wameishi makanisani, lakini unakuta mtu ile maisha yenye anaishi, percentage kubwa yale mambo yanamdefine ni the systems za ulimwengu. Siasa inasema nini saa hii? Ukitaka uonekane we ni mtu wa maana kwa society, unafaa kuwa namna gani? Unafaa kuwa na nini? Unafaa kuvaa vipi? Those systems. Bwana asifiwe sana. Na tumepatiwa the word of God kama kielelezo cha the way we should live. The way we should live the life that we are living right now. Ndio maana sasa siku hizi naanza kujiuliza maswali muhimu. Bwana asifiwe. Najiuliza wakati mwingine, at this point in my life, what does God expect me to do or to behave? Mimi kama baba kwa familia yangu na a priest in my family, ni mwelekezo gani nafaa kupatiana kwa familia yangu ambao Mungu anakusudia nifanye saa hii kwa maisha yangu? Mimi kama mhuduma katika kanisa, Bwana anatarajia nifanye nini saa hii? Ni nini ambayo nafanya ambayo sifai kuwa nafanya? Bado niko kwa focus ama nilipotea? Bwana asifiwe sana. Because there is always a rhema word upon your life ambao Mungu anawachilianga at each and every particular season in your life. Saa hii niko kwa hali ya kukosa pesa juu ya hizi mambo ambazo ziko na nini. Bwana ana expect nikuwe namna gani? Ni behave namna gani? Nitaendelea na ujenzi katika the house of God. So hayo mambo maswali ni mchakato kulingana venye pastor alikuwa anautaja, ni mchakato ambao unafaa kuendelea kuchemka kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ili tuweze kuwa effective katika ile kazi ambao Bwana ametuaminia. So sitaki kusema mengi. Bwana wabariki sana. Amen. Glory be to God, glory be to God kwa ile kazi ambayo inafanyika ndani yetu. Lakini mmoja wetu anasikia ni kweli, Mungu amelenga maisha yangu ili nikaweze kukomaa. Na maana tuweze kupata nafasi ya watu wote wakaweze kupeana comment. Siku ya Sunday nitatenga pia nafasi ya kila mmoja ambaye anasikia kwamba the transaction ambayo imekuwa ikifanyika ndani ya moyo wangu ni muhimu sana nikaweze kujenga kanisa ili tukaweze kuwa kama vile kichwa kilivyo ambao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo basi wakati ambapo tunapoendelea ikiwepo tukaweze
kulilia Bwana. Mungu atusaidie. You can commit you can open, fungua kinywa chako, mwambie Mungu wa mbinguni akusaidie. Inua mkono wako katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Kulingana na yale yote ambayo umesikia chini ya upako wa ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Vile Mungu ametuneemisha, Mungu amenena, Mungu amehimiza, sauti yake imesikika ndani ya moyo wako ili ukaweze kujenga accurately in your life in the mighty name of Jesus. Thank you Holy Spirit. Baba ni asante. Oh, the true God, God of truth, we honor you, we give you all the praise, we worship you, tunakuabudu. Wewe ni Mungu pamoja nasi. Hili neno naomba ya kwamba ikaweze kuwa embedded in our heart in the mighty name of Jesus, ili tukaweze kuishi maisha inayokupendeza kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunainua mikono yetu Bwana, ikiwa ni ishara Mungu wa mbinguni ya kunyenyekea na kuabudu, tukiomba hili neno Mfalme likaweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu, na ili hekalu lako Baba Mungu wa mbinguni kaweze kujengeka, because we are the true temple in the name of the Lord. Make us, oh God, make us King of glory, make us all Redeemer in the mighty name of Jesus, that we may be complete in you in the mighty name of the Lord. May the knowledge of the Lord, of the Son of God, spiritual maturity, foundational architecture ndani ya maisha yetu tunapoendelea kusonga mbele ikaendelea kuongezeka ndani yetu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Na Baba Yesu Kristo, hautaona haya ya kuitwa ndugu zako. Baba ni asante, tunapoendelea kujenga familia katika kote ulimwenguni pamoja ndugu zetu, the oneness in the body of Christ, katika nchi ya Mexico, Miami, Trinidad, Uganda, Malawi, South America, North America, Asia, Europe, tunapoendelea kujumuika kuwa kitu kimoja ndani ya mwili wako Bwana, tusaidie Baba, tuwezeshe the true love ndani ya mwili wa Kristo ikaweze kudhibitika ndani yetu katika jina la Yesu. Baba ni asante, unatukuza na uhimidiwe Jehova, maana unatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako. Baba ni asante kwa yale ambayo inafanyika ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu. Baba, tunakubali kufinyango Baba, forge us, shape us, divine us once more time katika jina lako takatifu Mfalme. Tumekubali kukirudi the cross, we are ready to be conformed in the mighty name of the Lord to your death in the name of Jesus, every day of our life in the mighty name of Jesus, as we strain heavenward in the name of the Lord to the prize in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit, thank you Lord, we magnify you, we worship you Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen.